Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi ametangaza kuwa siku ya Jumatano ya tarehe 17 Juni mwaka 2026 itakuwa ni siku ya mapumziko kwa Zanzibar ili kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu wa mwaka 1448 Hijiria. Rais Dr. Mwinyi ametoa kauli hiyo leo hii siku ya Jumatatu ya tarehe 15 Juni mwaka 2026 alipokuwa Ikulu Zanzibar, ikiwa ni utekelezaji wa uamuzi wa serikali wa kutambua mwaka mpya wa Kiislamu kwa ni miongoni mwa siku muhimu hapa visiwani Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema kuwa siku hiyo itatoa fursa kwa wananchi, hususan waumini wa dini ya Kiislamu kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu kwa ibada, dua na kufanya matendo mema, pamoja na kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuijalia Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kuwa na amani, umoja na ustawi wa jamii. Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka wananchi kutumia mwaka mpya huu wa Kiislamu kwa kujitathmini, kuimarisha uchamungu, kusaidiana na kuendeleza maadili mema yanayoijenga familia na taifa lenye mshikamano. Aidha, amezitaka taasisi za serikali na taasisi binafsi, waajiri na wananchi wote kwa ujumla kuzingatia tangazo hilo kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na mwisho, Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi amewatakia Waislamu na wananchi wote kwa ujumla heri ya mwaka mpya wa Kiislamu ya mwaka 1448 Hijiria, na akimwomba Mwenyezi Mungu aufanye mwaka huo kuwa ni mwaka wenye heri, wenye amani, afya njema na maendeleo kwa wote. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kwa kutuwezesha kuhudhuria katika kilele cha maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu mwaka 1448 Hijria. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kwa kushirikiana na ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii na kwa kunialika kwa mara nyingine tena kuwa mgeni rasmi. Kwa namna ya pekee natoa pongezi maalum kwa Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kabi pamoja na Baraza la Maulamaa na viongozi wote wa dini kwa mchango wao mkubwa katika kuhamasisha amani, umoja, maelewano na ustawi wa jamii yetu. Aidha, napenda kuwakaribisha na kuwashukuru wageni wetu mashuhuri waliotoka katika nchi mbalimbali za bara la Afrika ya Mashariki na Kati kwa madhumuni ya kushiriki pamoja nasi katika maadhimisho haya. Nawashukuru kwa kukubali kushiriki katika maadhimisho haya na kuweza kutoa mada zenye hekima na mafunzo makubwa kwa umma. Kwa hakika mada zilizotolewa hapa zimeonyeshwa dhahiri kwamba Uislamu ni dini ya amani, maridhiano, ustahamilivu na maendeleo. Tunathamini sana mchango wenu katika kuimarisha udugu wa Kiislamu na mshikamano wa wananchi wetu. Jambo hili linaendelea kudhihirisha kauli ya Mola wetu mtukufu kwa waumini ni ndugu. Nawakaribisha sana na muendelee kujumuika na ndugu zenu Waislamu wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, ambapo kwa hakika sote tumefurahi na kunufaika na uwepo wenu hapa. Na kwa bahati nzuri nyote mnasema Kiswahili fasaha kabisa, mashaallah. Nilikuwa na wasiwasi maana